moto. Hii moto mara hii haiwezi kuwaka, kwa sababu wakati ukiwa kwenye hicho kiti wewe ulitupangia vitu hapa, tulivyokuja kukukataza ukawa mkali kweli kama pilipili. Lakini Mheshimiwa Spika, yote mimi naangalia katika hii budget ambayo imewekwa hapa, 23,000 schools zimejengwa zile za JSS. Mheshimiwa Spika, ukiangalia katika agriculture ambayo inasaidia ndio uti wa mgongo wa taifa la Kenya, Mheshimiwa Spika, tumewekewa 63 billion ambayo imeongezwa wakulima, Mheshimiwa Spika, na hii italeta chakula Kenya. Hatutakuwa na matatizo tena kule kwenye ukulima kama tulivyokuwa tunaona, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, hapa tulikuwa na mjadala wa wazee wa mtaa. Nakumbuka mimi mama Mombasa County nikisimama nikitetea wazee wa mtaa. Siku hiyo sikuona Ndindi Nyoro akiongea chochote kuhusu wazee wa mtaa. Na wazee wa mtaa toka wakati yule president mwingine hawakuwahi kukumbukwa, na yeye alikuwa hapa bunge, hakuwahi kuleta mjadala hata siku moja kuweza kutetea wazee wa mtaa. Mheshimiwa Spika, sisi tulioleta tunashukuru hata hichi kidogo ambacho wamepewa, kwa sababu haiwezekani kuwa wewe unasema budget imepanda imekuwa juu, wakati ambapo baada upande mwingine unasema hawa waongezewe kitoka wapi? Wachukue mawe wapewe kama budget? Haiwezekani. Hii ambayo nataka iongezwe ndio hii ambayo naisoma hapa leo, Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi kwanza nipongeze sana kamati ya budget kuweza kuwakumbuka wazee wa mitaa ambao kila siku watu wakikosana katika majumba yao, Mheshimiwa Spika, kesi zote zinaanza na mzee wa mtaa. Mtoto akipotea ni mzee wa mtaa, mama sijui amefanywaje ni mzee wa mtaa. Leo wazee wa mtaa hichi kidogo ambacho wanapata ndio mwanzo wa kuanza kupata hadia kutoka kwa serikali, na hii itaweza kuongezwa kadri tunavyoendelea kukaa katika taifa hili na kutunga sheria. Tutaweza kuongezea zaidi, Mheshimiwa Spika, na najua wazee wa mitaa mahali wako, hasa wangu wa Mombasa, walikuwa wanangoja ni siku gani watanyoshewa mkono japo kidogo tu na serikali, na leo imeingia katika budget. Niwaambie wazee wangu wa mitaa mahali pote mpo Mombasa na Kenya nzima, mara hii William Samoei Ruto na hii serikali yake wamewakumbuka. Mnaenda kulipwa, chochote kiinua mgongo kitaweza kuwasaidia, na inshallah tutaweza kusukuma hapo mbele muweze kuongezewa kadri wakati unavyokwenda. Mheshimiwa Spika, naangalia kule marginalized communities. Ukiangalia wajua hao wanapiga kelele kwa sababu mfuko wa serikali ulikuwa unaenda sehemu moja. Ukiangalia shule kule mahali Ndindi Nyoro anatoka, hata aliulizwa hakuwahi kujibu, Mheshimiwa Spika, kwa sababu the low hanging fruits alikuwa anachukua anajiwekea upande wake. Sijasema ameiba, Mheshimiwa Spika, lakini hakuweza kujieleza, Mheshimiwa Spika. Shule zake alijenga vipi? Wenzake wanatukanwa, yeye amejikunja miguu, kule kunaendelea kule kwake. Mara hii paka amekula mkeka wa Mbeya, watakaa wapi? Huu mgao unaenda kila mahali, Wakenya wote waweze kupata huu mgao, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, niweze kusema, naangalia zile barabara za kule North Eastern. Kaa chini Ndindi Nyoro, wakati wako utafika. Mama County Mombasa anazungumza. Mheshimiwa Spika, ukiangalia kule kule North Eastern kule kwa wenzetu kule walikuwa marginalized for the first time. Tumeona hata stadium imeweza kujengwa kule, Mheshimiwa Spika, mpaka rais wa taifa analia kwa sababu anajua miaka nenda miaka rudi, sisi watu ambao tunatoka katika communities ndogo ndogo, Mheshimiwa Spika, tulikuwa tumesaulika. Huyu atanitatiza, Mheshimiwa, ana ukorofi tu. Aliongea hii budget jana, leo baada amekuja kuongea, Mheshimiwa Spika. Aniachie wakati wangu mimi nikiwa na moto, huwa nataka niendelee na shughuli zangu, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, leo Honorable Zamzam, is allowed to respond since you mentioned him. Okay. Thank you very much, Honorable Speaker. And Honorable Zamzam, I will not have interrupted you, only that I just needed to guide you that we are debating the report of the committee, not Ndindi Nyoro. But secondly, you stop also misleading Kenyans. I agree all public primary schools in Kiharu look like academies, they are tiled. And in fact, our learners in these secondary schools, they pay 500 shillings per term. This is an NGCDF project, and one of my roles is not me teaching you how to execute your GAF or NGCDF. All the things you have done in the education sector is on the basis of NGCDF, which I am not part of how the formula comes about. So it's important that you be factual and stop misleading Kenyans. Many times when you talk too fast the way you are doing, you may not coherently be able to transmit what you are thinking and what you are saying.
Please be Honorable stable. Lidi, now you're being derogatory. Proceed, Honorable Zamzam. Asante sana Mheshimiwa Spika. Wajua mtu ukimchuna bahali yake kama vile wenzetu wao wanasema huwa inauma sana. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, haiwezekani kule ule mlemba kule kwake zile pesa zile anazozipata hata akifinya vipi hawezi fanya vitu ambavyo huyu amefanya. Na huyu alikuwa kwenye budget committee, sisi tunajua alikuwa zile low hanging fruits. Hii kitu inajulikana bwana. Alikuwa anajichukulia mabarabara na nini, na leo mimi nitakwambia wazi wala sitetereki, mimi naitwa Sibor Madakos, jike la simba. Na huwa sibabaishu na kitu chochote. Kwa hiyo mimi nataka niseme Mheshimiwa Spika, imefika wakati Kenya hawa watoto wote wanasoma katika mashule zote waweze kupata same wawe mgao wa kisawasawa Mheshimiwa Spika. Na mimi niweze kushukuru pia budget committee wamekumbuka capitation ya mashule na wameweka vizuri. Watoto wetu walikuwa kibaki nje Mheshimiwa Spika, wameweza kuweka pale. Nizungumze na niseme pia nakumbuka wakati ule tulikuwa tunazungumza mambo ya finance bill hata ikaleta matatizo katika taifa Mheshimiwa Spika. Budget wakati ule ilikuwa imefika 12 billion nakumbuka. Ya State House peke yake, manake ninayo hapa. Asije kututetesha huyu hapa leo. Imepungua huku paka imerudi chini leo Mheshimiwa Spika, kuambiana kuko kuelewana ndo hakuna. Kwa sababu yuko kule upande wa upinzani basi atasema lake tu lifike. Hatuwezi choma hii nchi, mara hii tutaambiana ukweli ndani ya hili bunge. Mimi ndo nilitetea Wakenya nikasema ile finance bill ilikuwa mbaya. Ilofuata Mheshimiwa Spika ilikuwa smart kabisa. Lakini sasa huyo asije kudanganya hapa Wakenya kwa sababu wanataka kuchukua nafasi ya siasa katika taifa. Tunaelezana ukweli. Wewe wataka shule zijengwe, zitajengwa na mawe Mheshimiwa Spika? Hazijengwi na mawe. Na wengi hapa hata katika upinzani wamesimama wakipongeza hii budget. Lakini na mimi nawaongoja kwenye finance bill kwa sababu hii budget vile ilivyo lazima itatoka tax uweze kufandi hii budget hii. Na hapo ndo tutaka tuulizane, wewe ulitaka pesa ziwekewe huku nyingi, hizi pesa zilikuwa zitatoka wapi Mheshimiwa Spika? Mheshimiwa Spika, naona stadium zimejengwa kama kule juzi Northeastern wamefurahi, nimeona mabarabara zimejengwa na hapo ukiangalia infrastructure wameka 170 billion Mheshimiwa kutoka kwa 70 billion. Hii yote inaonyesha kuwa miundo misingi katika taifa itakuwa imenyooka vizuri sehemu zote. Mara hii hakuna kwenda sehemu moja. Hata sisi kule pwani tunataka Mombasa ing'are, ile barabara yetu tumeona imeanza kutengezwa na hata juzi Mheshimiwa Rais alikuja akaweza kuizindua. Ilikuwa barabara mbovu, sisi tukiangalia sehemu za wenzetu wako wamekaa vizuri, lakini sehemu zetu sisi zilikuwa mbaya. Kwa hiyo lazima hii, mimi narudi pale mgao wa taifa lazima uende sawa sawa katika kila sehemu. Wao wasionewe wala sisi tusionewe Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nazungumza juu ya ile pesa ya vijana ambao tuliona 4.7 billion Mheshimiwa Spika, ambao ilikuwa inaenda kwa vijana. Wakati wa nyuma tulikuwa hatujui hizi pesa na zilikuweko katika budget. Wajua mimi nilikuwa najiuliza hii 5 billion hii iliyokuwa hapa na World Bank na ilikuwa inaenda wapi? Sasa juzi nimepata kijana anaelezea vizuri walikuwa wanafuata taratibu sehemu moja ya nchi, hizi pesa zinaenda huko. Lakini leo nataka nishukuru, Nyota program imeelekea kila mahali. Ukiangalia kila constituency vijana wamechukuliwa na Nyota program. Isipokuwa tu kitu ambao nataka ifuatiliwe ni kuwa hii Nyota program wa vijana wakipewa mapeni pia wafuatiliwe, waangalie zile biashara zao wanazifungua kweli ama wamezubaa Mheshimiwa Spika. Kwa sababu juzi tumeenda Kwale tukapata wachache wamefanya, wengine pesa hawakuzitumia vizuri. Lakini wengine nawapongeza walionyesha maendeleo yao, tukitembea na committee ya social protection tuliweza kuona Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo pesa ambazo zinatumika Kenya ni nyingi. Ukiangalia kama ile Women Enterprise Fund, kitu ilinishangaza Mheshimiwa Spika kwetu, mbona mimi napewa nafasi kidogo jamani, huyu amechukua nafasi yangu mniongezee Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, wacha hata niache Women Enterprise Fund itakuja kuzungumzia kwa komiti yangu. Naona katika child welfare wameongezea milioni 500. Watoto mayatima wale wanakaa katika mashule ambao wanasaidiwa na serikali imeongezewa. Cancer centers pia wameongezewa pesa. Umeona, tunaona 20,000 teachers wamewekwa kuwa pensionable. Hii ni kitu kizuri sana. NGCDF
chifu yako Mheshimiwa Ndindi Nyoro, mmeongezewa 61 billion from 57 billion. Hii inaonyesha kitu kinaenda vizuri Mheshimiwa Spika. Bandari yetu, Bandari Maritime ya kule Pwani, wamewekewa 140 million ya kuweza kutrain hao vijana kuingia kazi za ubaharia Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, na naona pia baba yetu aliotangulia, baba wa taifa Raila Amolo Odinga, katika ile monument yake kumkumbuka na ukumbusho, wamemwekea ka budget pale ka 30 million waweze kutengeza vizuri, ili watu na watoto wetu wa vizazi vijavyo waweze kujua baba Raila Amolo Odinga alikuwa ni nani Mheshimiwa Spika. Nimeona pia na kitu kingine nitazungumza Mheshimiwa Spika, pending bills pia tuweke hapa kwa budget. Mheshimiwa Atandi na wenzako, tujue kama tuweza kulipa madeni ili Kenya iweze kusonga mbele. Lakini yote ya kuisha Mheshimiwa Spika, mining kulikuwa na shida mpaka kule Kwale. Mheshimiwa Undo amezungumza, lakini haelezei kuwa Wakenya wenyewe ndio huwa tunaleta shida wakati ambapo mambo yanaanza kuja mazuri ili tuweze kupata faida, tunaanza makelele. Kwa hiyo bado yatatuliwa, mining itakuwa tapped vizuri na pesa hizo zitaweza kusaidia uchumi wa taifa Mheshimiwa Spika. Kwa hayo mengi na machache, asante sana, na niweze kusema police budget yake isikatwe. Mtu amesema hapa polisi wasipewe helikopta. Wakati mtu anakwama ndani ya bahari, unaona unaambia polisi enda utoe, anamtoa namna gani? Lazima aende na hiyo helikopta atoe mtu ndani ya maji. Kama juzi nimeona kule katika Central kuna mtu alikwama katikati ya maji na nchi kavu, walienda wakamtoa na helikopta. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi nataka hii ya polisi pia iangaliwe, health iangaliwe vizuri, na mambo mengine yote iangaliwe vizuri, na support Mheshimiwa Spika. Asante. Member for Magarini. Asante Mheshimiwa Spika, kwa nafasi hii nikaweza nami kuweka sauti yangu katika makadirio ya fedha ya mwaka 2026-2027. Kwanza kabisa nianze na kupongeza kamati kwa kazi yao nzuri walioifanya na kuhakikisha ya kwamba kila pembe ya nchi inapata mgao sawa na sehemu zingine. Kwanza nipongeze kwa upande wa elimu, hatua ya kwenda Mombasa, safari ya kwenda Mombasa inaanza na hatua ya kwanza, vile ya kwamba tuko na walimu wa GSS 1044 na hivi sasa bajeti imeweza kuwawekea 20,000 kwamba wakaweze kuingia katika kuajiriwa kikamilifu. Hiyo ni hatua ya kwanza, na nina imani kwamba tunapokuja kukadiria sehemu ya pili ya budget tutaweza kuwachukua hao 24,000 ambao wamebaki. Hapo ningependekeza, iwapo itawezekana, wakati mwingine tuweze kutumia kama vile wakati tunafikiria kuajiri wanajeshi,